Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV na ukurasa wa Tiba Facts kule Facebook. Tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha darasani baada ya siku kadhaa kupotea kidogo. Juzi kuna mtu mmoja alinitumia ujumbe akasema, "Sheikh, kuna usalama kweli?" Nikasema, upo." Akasema, "Sheikh, hatukusikii kabisa, hujaposti chochote muda mrefu." Nikajua labda kuna matatizo, akasema hakuna shida yoyote. Sasa hii inaonyesha jinsi gani watu wanapenda kupata darasa. Na pale zinapopotea au tunaposhindwa kutoa darasa, watu wanajisikia vibaya. Kuna wengine watamani kila siku darasa mpya iwepo. Ni kweli tunatamani hata sisi iwe hivyo, lakini kwa bahati mbaya mambo yanatubana. Kikweli nilikuwa katika safari zangu za hapa na pale toka tulipomaliza ile ofa yetu. Nimesafiri sana kwa muda mrefu, ndio maana hata darasa hazikupatikana. Lakini kwa wale tulikuwa tukiwasiliana kwa njia ya WhatsApp, wenyewe waliendelea kupata huduma mbalimbali. Lakini kwa wale waliopiga simu kidogo ilikuwa changamoto, baadhi yao tuliongea na baadhi ya wengine hatukuweza kuelewana. Sasa leo bwana, kuna somo moja nataka nikufundisha ambalo litakusaidia. Litakusaidia, ambayo ni dawa ya kumtoa jini mahaba. Lakini dawa hii pia ina uwezo wa kumtoa jini mwingine yoyote mkorofi. Wapo majini wakorofi 4. Majini wapo wengi sana, lakini hawa 4 wakikukamata ni wakorofi kwa sababu ya ubishi wao. Jini wa kwanza ni jini mahaba. Jini huyu yeye akikuvaa au akikuingia katika mwili wako, yeye huaga lengo lake ni kuzini na wewe. Yaani kufanya mapenzi na wewe. Mwanaume ataingiwa au atavamiwa na jini mahaba wa kike, na mwanamke atavamiwa na kuingiwa na jini mahaba wa kiume. Sasa jini mahaba ni miongoni mwa majini ambao wakikuvaa wanakung'ang'ania. Wakikuvaa wanakung'ang'ania na hawataki kutoka. Na kuna wengine wanafikia hatua mpaka wanazaa na wewe. Yaani wewe kama ni wa kike unaweza ukazalishwa na jini mahaba wa kiume, na wewe kama ni wa kiume unaweza ukamzalisha jini mahaba wa kike. Ingawa kuna wengine huwa hawapendi kuzaa. Mfano, takribani kama mwezi mmoja umepita, nilipigiwa simu na bwana mmoja kutoka Zanzibar kule. Akasema, "Sheikh, mimi naomba msaada." Huyu bwana nitamuhifadhi jina, inawezekana hii clip akaisikia kwa sababu ni mmoja wa wafuatiliaji wangu sana wa hizi clip hizi. Yuko Zanzibar kule. Akasema hivi, "Sheikh, mimi siku moja nilikuwa nimekaa mahala pahala. Nilikuwa nimekaa sehemu fulani hivi. Akaja binti mmoja, akaniambia hivi, nahitaji twende tukakutane na wewe kimwili. Yaani wakafanya mapenzi. Utanilipa pesa kiasi kadhaa." Akamtajia kiasi fulani. Haizidi 20,000 ila haiwo chini ya 5,000. Sasa kulingana na zile shahawa za mwanaume, unajua mwanaume ni mtu ambaye ni rahisi kushawishika na mwanamke. Yaani si rahisi kukataa jambo hilo akishawishiwa. Kwa hiyo wakaenda, walipoenda baada ya kufika kule, yule mwanamke akamwambia hivi, "Mimi nitakupa sawa, lakini usimwagie ndani." Akasema hamna shida. Walipoanza kufanya mambo yao yale ya starehe, yule bwana anasema baada ya mimi kumhoji, sasa baada ya kunishikisha story hii, akamwagia ndani. Alipomwagia ndani, yule binti akakasirika. Alipokasirika akamtazama yule bwana kwa hasira. "Kwa nini umemwagia ndani?" Pale pale cheche zile za radi zikaanza kutoka kwenye uso wa yule binti. Na baadaye akakasirika, akavaa nguo, akaondoka. Sasa yule bwana pale pale akawa amepata kama vile shock, yani kama vile amepigwa na shoti fulani hivi. Ndio akagundua kumbe huyu sio binadamu wa kawaida. Baadaye alipotoka pale, yule bwana ametoka kichakani, anaondoka, anafika barabarani, anamkuta yule binti yuko na mwanaume mwingine. Akamwambia, "Sasa wewe tumetoka tu kufanya saizi, tayari umeshaenda kuwa na mwanaume mwingine?" Akaingiwa na ile asili ya wivu, kwa nini imekuwa hivi? Basi akampiga kibao kimoja cha maana
binti akadondoka na pale akapotea. Na yule mwanaume aliyekuja naye alikuwa ni mfupi, anasema naye akapotea. Ndo akagundua kumbe nilikuwa nimelala na jini. Yaani hii live sio ndoto wala nini, hii live ananiambia kabisa. Na baadaye yule bwana baada ya kumpiga yule jini kibao, yaani sasa ndio akagundua kumbe huyu ni jini. Alipogundua tu hilo akazimia, na baada ya kuzimia baadaye wakaja wakamchukua watu wakampeleka sehemu akatibiwa, ndo akarudi kwenye hali yake kawaida, ila aliparalyze baadhi ya viungo, lakini baadaye vikakaa sawa. Sasa baada ya hapo huyu jini aliendelea kumfuatilia bwana mpaka leo hii tunavyozungumza. Aliendelea kumfuatilia bwana kwa ajili ya nini? Anaendelea kuzini naye kitandani. Sasa swali nilomuuliza mimi yule bwana kwamba wewe bwana alikwambia yule binti usimwagie ndani, wewe ukamwagia ndani, kwani ulimwagia ndani? Akasema yani starehe nilioipata kwa yule binti sijai kuipata sehemu nyingine yoyote. Kwa hivyo nilijikuta tuna ile raha inazidi, nikamwagia ndani. Sasa ule ulikuwa ni mtego. Alijua kabisa wewe hutaweza kumwagia nje, lakini alijua ukishamwagia ndani umejiunganisha naye. Kwa mpaka saizi yule bwana anasumbuliwa na jini. Juhudi lakini zinaendelea. Tuachane na hiyo story hivyo. Sasa hii nimekupa kwamba kuna wengine majini hawapendi kuzaa na binadamu, ila wanapenda kustarehe nao, lakini wengi wao majini wanapenda kustarehe na binadamu na wanazaa nao. Mimi nimekutana na kesi hizi nyingi sana za watu wamezalishwa wamezaa na majini wengi sana, akikupa story mpaka unashangaa. Wengi wamezaa. Kuna binti mmoja nilikutana naye akaniambia mimi nimezalishwa watoto 6 na jini mahaba. Huyu ni wa kike, afu yeye binti mwenyewe ana umri mdogo tu miaka 23, ila kashazalishwa watoto 6. Na ukizalishwa na jini, yani mkizaa na jini, anatokea jini anaitwa Nasnas. Kwa wale wanaomiliki kitabu changu cha Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao, kitabu namba 1, kuna kabila la majini inaitwa Nasnas. Ni majini wanaopatikana baada ya jini kuingiliana na nani? Na binadamu. Ndio anatokea ule jini anaitwa Nasnas. Sasa mimi nataka tujifundishe dawa ya kumuondosha ujini. Majini wengine wakorofi ni kama vile jini maiti. Huu ni mzimu wa kaburi ambao unaweza ukanyanyuliwa na mtu mshirikina au mchawi au mganga mwenye utaalamu wa kutengeneza viumbe hawa, akakunyanyulia mzimu wa kaburi kule. Akiunyanyua ule mzimu, ukija katika malimwengu yetu, yani katika maisha yetu ya kawaida, ndo anakuwa anaitwa jini maiti. Kazi zao kubwa hawa majini ni 2 tu. Jini maiti kazi yake kubwa ni kwenda kumchukua mtu aliye hai ili amfishe. Ndio unaweza kaanza kuota ndoto mara nyingi sana, unaota huko makaburini, mara unatembelea makaburi, unafanywa ibada za mazishi au unazika, unaota wewe, yani sehemu kubwa ndoto zako zinakuwa zinaelekea makaburini kule. Sasa ukiwa unaziota sana hizi ndoto, mara nyingi anakuwa anakutembelea huyu jini, ima kwa ajili ya kukuchukua na ukaungane na wafu, aidha unanyanyuliwa jini maiti kwa sababu ya mvuto wa mapenzi. Kwa sababu wale wote wanaokwenda kuzikazika vitu kule kwa ajili ya mapenzi, upewa dawa na mganga, bwana kazike hii dawa ya mvuto nini, umlete, mara nyingi huwa ananyanyuliwa huyu jini maiti kwa ajili ya kwenda kumsakata huyo bwana anayetafutwa, ameutesa moyo wa mtu fulani arudi katika mstari. Kwa hizi ni kazi 2 za jini maiti. Huyu naye jini ni mkorofi. Akikuvaa huyu au akitumwa huyu kwako, atakusumbua sana mpaka aje kutoka. Jini mwingine ni jini mahembe. Jini mahembe na yeye ni miongoni mwa majini ambao ni wakorofi pia. Kuna jini anaitwa jini makata. Wapo majini wengi, lakini hao ni baadhi ya majini. Ukiwapata hao wakikuvamia, kazi yake ni ngumu kweli kweli. Sasa katika kitabu cha Mwongozo wa Tabibu namba 2 tunaipata dawa ya kumtoa jini mahaba na majini wengine wakorofi. Dawa hii nitakao kufundisha hapa hutumika kumtoa jini mahaba kwa haraka sana. Sikiliza vizuri. Dawa hii hutumika kumtoa jini mahaba haraka sana. Pia hata wale majini wengine unaweza kutumia dawa hii, kwani inafanya vizuri sana na ni nzuri na rahisi kupatikana. Majini wapo wengi, kumbuka. Majini wengi wanakuja katika miili yetu au katika maisha yetu kwa makusudio mbalimbali. Wengine wanatumwa na wachawi watuzuru, wengine wanajituma, wengine wanaingia kwa binadamu kwa ajili ya kulipa kisasi,
ima labda ulimpiga na jiwe au ulimtemea mate au ulimkanyaga, aidha umekuwa na tabia za kishetani, basi anakuvaa kwa nia ya wewe kukuona kama rafiki yake, kwamba anaweza kaishi na wewe na maisha yakaendelea. Sasa ukitaka kumtoa jini mahaba ndio topic kubwa, ila dawa hii inaweza ikaingia kwenye mfumo wa majini wote wale ambao wewe unakuwa unafanyaje, wamekuvamia wewe, unahisi kwamba kwenye mwili wako kuna majini, au kuna ndugu yako anasumbuliwa na majini, mmeshahangaika huko lakini bado mtihani upo vile vile, basi tumia dawa hii. Cha kwanza, tafuta vitu 6 vifuatavyo. Jambo la kwanza, tafuta mzizi wa ndulele. Mzizi wa ndulele au tunguja au tulatula au mtikisa wachawi au mkubaliwa. Haya ni majina ya mti mmoja tu. Ndulele, tulatula, tunguja, mtikisa wachawi, wote ni mti huo mmoja. Mkubaliwa ni huo mti mmoja. Mizizi zake tena ikiwezekana zichimbe kwa nia. Zichimbe kwa nia unakwenda kufanyia nini. Jambo la pili au dawa ya pili, tafuta mvuje. Nenda kwenye duka la dawa za asili, mwambie nipatie mvuje, akupe. Tafuta kitu kinachoitwa miatusaila. Hii ni aina ya ubani lakini uko kama matope, unaitwa miatusaila. Ubani huu au fusho la watu wa nyota ya mbuzi, hili miatusaila. Napatikana kwenye maduka ya dawa za asili. Sasa yale maduka yanauza dawa za kisuna wanavyojiita wao. Dawa nyingine, tafuta halititi. Halititi. Jamani, andika vizuri, usije ukachanganya halititi na mvuje ukaweka ndio dawa moja hiyo. Kuna mvuje na kuna halititi. Bora uziandike afu ende dukani ukazitafute. Dawa namba 5, tafuta mifupa ya samaki. Sasa hapa unaweza ukampata samaki yoyote, ukamtoa ile mifupa yake, ukaianika, unaona bwana, ukaisaga. Mifupa ya samaki ina siri kubwa jamani. Moja katika vitu ambavyo majini hawapendani sana navyo ni mifupa ya samaki. Hata harufu ya samaki tu haipatani. Hata wale wanaofanya zile kazi za kuita viumbe, kwa mfano kuita majini, wanashauriwa waache kula vyakula vyenye roho ikiwemo na samaki, kwa sababu ukiwala tu wale samaki, hawa viumbe hawatakusogelea. Ile harufu au ukawa unashika mashombo ya samaki huko kwenye riadha yako ya kuita viumbe, hawaji kabisa wale viumbe. Kitabu namba 2 cha mwongozo wa tabibu kitakapotoka kimeeleza haya vizuri, kimerudia tena baadhi ya mambo mengine yaliyo katika kitabu namba 1, ila msikuwa msisitizo sasa. Kwa hiyo ukiona kwamba kule unaambiwa bwana usile nyama, usile samaki, usile nini, hasa unajiuliza nimeambiwa nisile hivi kwa ajili gani? Kwa sababu ukivila vile wale viumbe hawasogei kwako. Kwa ili wakusogelee inabidi uviache. Sasa tafuta mifupa ya samaki. Kama ni sangala, kama ni sato, kama ni pelege, kama ni nani, toa ule mfupa wake wa katikati na vile vijimba dogo, viakaushe uvisage. Tunataka ulinga wake wa samaki ule wa mifupa ya samaki. Sio samaki mzima, mifupa ya samaki. 6, tafuta unga wa kitunguu swaumu. Huu nao unapatikana kwenye supermarket au kwenye maduka yanauza viungo vya chakula. Unaweza kusema sasa mishe vile unga wa kitunguu swaumu utapata wapi? Nimekuelekeza vizuri kabisa. Nenda kwenye duka linauza viungo vya chakula kama vile wanauza viungo vya pilau, biriani, nini. Tafuta pale. Utapata unga wa kitunguu swaumu uliosagwa kabisa. Ukiwa huwezi kuupata, chukua vitunguu swaumu, vitwange, kausha, twanga tena upate unga wake. Tunataka hivyo. Sasa baada ya kuvipata vitu hivyo nilivyokutajia, utavisaga. Vile vinavyotakiwa kusagika uvisage, na vile vitakavyokuwa mfumo wa unga utachanganya pamoja. Ukishachanganya pamoja, sasa dawa yako hiyo utatumia kwa utaratibu huu. Utatumia dawa hiyo kwa kunywa kidogo kidogo. Unaweza kutumia kile kikombe cha kahawa kile. Ukiwa hauwezi kupata kikombe cha kahawa, basi hichi kikombe cha chai cha robo unakigawa mara 2 mpaka mara 3. Unaweza ukakigawa mara 3. Kikombe cha kahawa ni kidogo sana. Ukipata kikombe cha kahawa basi sawa, unakunywa kile kikombe cha kahawa kutwa mara 3, asubuhi, mchana na jioni. Tumizi lingine, dawa hiyo utatumia kwa kuoga pia. Unaweza kuchanganya pia kwenye maji yako ya kuoga, ukao unaoga mwili mzima. Lakini vizuri usiogee chooni, uoge sehemu tahara au bafuni, lile bafu ambalo halijaungana na choo moja kwa moja. Kwa maana yale maji yasiingie chooni moja kwa moja. Na tumizi lingine, dawa hiyo unaweza kaitumia kwa kuchoma alafu ukajifusha. Kujifusha
unatakiwa ujifushe kwa muda wa siku 21. Lakini kunywa na kuoga zinaweza kutumika kwa muda wa siku 7 mpaka 14. Lakini ukiweza tumia siku 21 na yenyewe, kwa sababu jini huwa na muda wake wa kuondoka. Ukianza kutumia dawa leo za kumkela jini, basi jini yule ataondoka, atarudi baada ya siku 7. Akirudi baada ya siku 7, akikukuta wewe bado unatumia dawa za kumkela na kumfukuza, ataondoka, atarudi siku ya 14. Hiyo siku ya 14 akirudi akakuta bado unatumia zile dawa, na hapa katikati anaweza kaja kukuchungulia siku yoyote. Ila siku ya 14 akirudi akakuta bado unatumia dawa, anaondoka, anarudi siku ya 21. Pale siku ya 21 akikuta bado unatumia dawa zile za kumkela, basi jini huwa akai nje ya mwili wa mtu aliyemkalia muda mrefu zaidi ya siku 21. Zikipita hizo bado hajakuingia tena, anakwenda kumtafuta mtu mwingine wa kumuingia, na hapo anachana na wewe kabisa. Kwa hiyo ndio maana unaambiwa dozi ya dawa ya jini mahaba itumike si chini ya siku 21. Hata kama utaonekana umepona kabisa kabla ya siku hizo 21, basi hakikisha unatumia siku 21. Hakika jini huyo ataondoka haraka sana. Sasa hii huwa inatoa majibu ya haraka, lakini nakushauri usiache kutumia dawa mpaka hizo siku 21 ziwe zimepita. Ni wiki 3 hizo. Kwa hiyo namna kama hii ni moja ya dawa nzuri, inapatikana katika kitabu cha Mwongozo wa Tabibu namba 2. Unaipata dawa hii kwenye ukurasa ule wa 140 katika kipengele cha nini, dawa nafikiri itakuwa ni, ngoja nikusomea hapa. Hichi ni kipengele cha mlango wa kwenye mlango sehemu ya 6, mlango wa funguo, faraka na mazinguo ya uchawi. Ukisoma kipengele hicho utakutana na dawa nyingi. Kuna dawa ya kujifungua vifungo vya kichawi katika mwili, utakutana na dawa za kuondosha chuki kwa watu wanaokuzunguka, pia kusafisha nyota, kusafisha biashara yako. Utakutana na zile dawa za kubatilisha mazongo, dawa za zinguo la kutegua, kila aina ya uchawi utakutana nazo hapo. Pia utakutana nazo zile dawa ya kufungua kizazi kwa aliyefungwa kuzaa. Unaona bwana, kuna dawa ya kujifungua riziki zako na biashara yako kama imefungwa. Huo ni mlango wa mazinguo, faraka na nini? Faraka na mazinguo ya uchawi. Pia kuna dawa za kutoa mikosi mwilini. Kuna dawa kufukuza jini wa aina yoyote katika mwili. Sasa hapa utakutana na jini maiti, jini mahaba, cheketu, mahembe na kadhalika. Lakini hii ni nyingine. Hiyo ndio kufundisha pia ni nyingine. Kwa hiyo sio kwamba amerudia hii dawa ya kufukuza jini wa aina yoyote katika mwili, nao nitakuja siku moja nikufundishe. Hapa sasa pana dawa 14 zinatakiwa zikusanyike. Lakini ile ni mahususi kwa jini mahaba, lakini majini wengine huwa wanaondoka. Sasa ukizipata hizi zote mbili, yani ukapata darasa ya lile jini mahaba na jini hii, unakuwa umekusanya hazina kubwa sana, kwa sababu hiyo jini yote akiingia mwilini unaweza kumfukuza kwa njia nyepesi. Pia kuna dawa za kutoa ulisho tumboni, hata kama ni yale malimbwata ya kulishwalishwa huko. Vile vile kuna dawa ya kufarakanisha mtu na mtu, hususan mpenzi, labda umeibiwa mpenzi wako, mke wako amechukuliwa, ameenda kuolewa na mwanaume mwingine, unawafarakanisha, wanaachana, anarudi kwako, maisha yanaendelea. Namna kama hivyo. Kwa hiyo ni mlango ambao umezungumzia mambo hayo. Pia kuna dawa za kufuza mizimu na majini wa makaburini. Kuna dawa ya kupata maono ya kila jambo la duniani. Unataka kuona chochote, unataka kujua kila kinachoendelea, kitakachokuja baadaye huko, ipo dawa. Kuna dawa ya kukubalika pale unapoomba kitu kwa mtu au kudai madeni. Pia kuna dawa ya kubatilisha uchawi wa zongo. Kuna dawa ya kurudisha kivuli kilichochukuliwa kichawi. Na hii ni kesi nyingine ambayo ni kesi kubwa sana ya watu vivuli vyao vinachukuliwa na hawajui vitarudi lini, na wanapata matatizo kweli kweli. Kuna dawa ya kuvuta mvua, kuna dawa ya kuzuia mvua isinyeshe pia. Lakini vile kuna dawa ya kumjua adui kwa hisia au kwa kumuona. Yaani ukikutana tu na mtu hivi unajua huyu ni mbaya wangu au huyu sio mbaya wangu kwa kumwangalia tu hivi. Namna kama hivyo. Kwa hiyo hii ni moja katika dawa zinaweza kusaidia
kufukuza jini mahaba. Inshallah kitabu hichi cha Mwongozo wa Tabibu namba 2 bei yake ni 30,000 ukikihitaji. Lakini pia kina mdogo wake ule Mwongozo wa Tabibu namba 1 ni 20,000. Pia kuna vile vitabu vya elimu ya tiba kupitia mitishamba, kitabu namba 1 ni 7,000, namba 2 ni 10,000 na namba 3 ni 16,000. Pia kuna kitabu cha tiba mbadala kwa magonjwa ya kibiolojia chenye ni 10,000, na kuna kitabu kile cha maajabu ya Qur'ani katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali. Kitabu namba 1 ni 12,000 na namba 2 ni 15,000. Na pia kuna kitabu cha Barati namba 1 ni 15,000 na namba 2 ni 15,000. Kuna kitabu cha Abjadi chenyewe hichi bei yake ni 20,000. Kuna kitabu cha Furaha ya Ndoa bei yake ni 15,000 na kitabu cha Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao bei yake ni 30,000. Na hichi kitabu cha Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao suni tutapata namba 2 yake, lakini usiniambie itakuwa lini, tufanye subira kwa sababu vinaandaliwa. Kwa haka nikikisema hivi basi ujue ni moja ya kitabu kitakachofuata baada ya hichi cha Mwongozo wa Tabibu kutoka, na nilitoa ahadi hiyo nikasema nitatoa namba 2 ya Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao. Kwa hiyo vitabu vipo 13, ukivitaji vyote kwa sasa vina shilingi 215,000, lakini ukivitaji vyote kwa pamoja tunaweza tukakufanyia discount kidogo kutoka kwenye 215,000 unaweza tukalipia 200,000 au laki na kidogo hapo. Lakini kwa bahati mbaya ofa ya tarehe 8 au ya 8/8 tutakuwa hatuna. Wale waliojiandaa na ofa ya 8/8 tutakuwa hatuna ofa ya 8/8. Kwa inshallah tufanye subira mpaka pale tutakapotangaziana ofa gani, lakini kwa 8/8 mwaka huu itakuwa haipo. Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.